Bwana msikilizaji, ni kukaribisha kwenye hii sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Munir. Hii ni simulizi kutoka kwake Habiba mara moja. Bwana, mambo yamekuwa ni matamu, mambo yamekuwa ni bam. Hasa Munir anakuja kuonekana anataka kote. Munir anamtaka Jemima, lakini Munir huyo anamtaka na Yusra. Mbaya zaidi, Munir anakuja kujua hata rafiki yake wa karibu yule Roshi analitaka Goma, analitaka Yusra. Munir anakuja kushika simu, anakuta mke wake anatongozwa. Ndo hapo watu wanaposema, wewe unapojiuliza cha nini, weza kwa anajiuliza watakipata lini. Tatizo finishing tu. Lakini mbona Yusra mzuri? Roshi huyu anakuambia, Yusra yule mzuri, wewe jamaa unazingua. Unamtesa binti watu, kama umtaki mwache, alafu uone sisi tunavomtunza. Munir kachaka jikiwa. Ofisini kazi haziendi. Fama siala nini? Bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Munir. Hapa kwenye sauti unanisikia, mimi naitwa Uncle J. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu hii ya Uncle J Simulizi. Munir wewe. Unajua sio masihara msikilizaji. Sio masihara hata kidogo. Kiukweli mimi kumfuta kazi huyu rafiki yangu Roshi kwa sasa siwezi. Sijajipanga kumfukuzisha kazi. Maana Roshi kwenye hii kampuni ana mkataba mgumu mno. Sawa, kamtongoza mke wangu, ndio nimekasirika, lakini nikisema nimfukuze kazi Roshi, maana yake ni kwamba mimi nakubali kulipa pesa zote za fidia. Pesa zote za fidia mimi kuvunja ule mkataba. Mwisho siku nitakuja kuitetelesha kampuni. Nikasema hapa lazima nijipe muda. Ila lazima Roshi kwa alichokifanya kwa mke wangu, kumtongoza, hii kitu imeniuma. Nitafanya juu chini, na hata kazi ambayo anavimbia mjini nitamfuta kazi yenyewe. Sasa mara baada ya hapo nikaenda zangu kazini kwangu moja kwa moja. Msikilizaji, unadhani kwamba kuna kazi nilifanya hii siku? Kiukweli sikuwa sawa kabisa. Sikuwa sawa. Inauma hasa pale unapojua rafiki yako wa karibu ambaye kama ndugu unakuja kujua anamtongoza mke wako. Inauma. Isikedu tu hivi kwenye simulizi, lakini omba isikukute. Sikuweza hata kushika peni wakati nipo kazini. Sikuweza kufanya chochote. Nilikuwa tu nimekaa hivi kwenye kiti, lakini kichwa nilikuwa nimekilaza hivi juu ya meza. Nakumbuka nikiwa niko hapa kazini, Jemima alinipigia simu. Nikapokea ile simu. Ila simu ile nilipokea tu kwa kujifosi, lakini sikuwa tayari kabisa kuzungumza na simu. Sikuwa na mudi kabisa ya kuongea na mtu yoyote ule. Nikapokea ile simu ni kwa sababu tu alikuwa Jemima. Nikasema, halo Jemima. Poa baby, vipi? Ukitoka home utakuja basi twende out kidogo leo, na hamu sana ya kunywa. Natamani sana nitoke nikiwa pamoja na wewe mpenzi wangu. Hapana Jemima. Leo mimi naumwa. Leo mimi sipo sawa kabisa Jemima, na sitaweza kutoka hapa nilipo na kuja kwako. Na kuomba tafadhali wewe nenda tu na hao marafiki zako, nenda tuka enjoy siku yako, wala usijali. Mimi siko sawa kusema ukweli. Mimi nikitoka hapa Jemima naelekea moja kwa moja nyumbani kwangu, naenda kulala. Jamani, baby njoo basi ulale huku basi. Hapana Jemima. Naomba unielewe kwenye hili. Nitakuja kesho huko, nitakuja kesho. Kumbe unaenda kulala kwa huyo mwanamke wako, ya kipenzi chako huyo Yusra wako, si ndio? Lo. Jemima, hebu kuwa mwelewa. Kuwa mwelewa mtu anapokueleza kitu Jemima. Alafu acha kumtukana Yusra. Acha kumtukana Yusra kwa njia ya simu. Jemima, nimeona mameseji yako yote jana kwenye simu ya mwanamke wangu. Nimeona mameseji yako yote unayomtumia. Lakini kwa nini unafanya vile Jemima? Jemima, kwa nini unafanya yote hayo kwa Yusra? Yusra kakukosea nini kwani? Na kwa nini unafanya hivyo? Unaujua moyo wake sasa.
Unamuonesha mpaka picha za mimi na wewe. Kweli unamtumia picha za mimi na wewe, unamtumia Yusra, unamtumia mwanamke wangu. Why unafanya hivyo? Unamtumia mpaka voice za mimi na wewe tukiwa tuko penzini. Kweli Jemima, nini shida mamangu? Shida nini? Hebu niambie. Mbona yule mwanamke mimi nilikwambia nitampa taraka na nitakuoa wewe? Shida iko wapi? Lakini Jemima, mbona unaleta chokochoko kwa Yusra? Hivi hizi mambo unazozileta kwa Yusra, siku Yusra akikasilika, huoni kama anaweza kanizuru mimi? Jemima, usio unakurupuka. Unakurupuka sana Jemima kwenye maamuzi yako. Okay. Kumbe unampenda sana mkeo na ndio maana unamtetea, si ndio? Okay. Basi baki na wewe mwanamke wako. Hapo Jemima mara baada kusema hivyo akakata ile simu. Aise, wala sikukubali kwa kitendo ambacho Jemima anakifanya kwa mwanamke wangu. Sikukikubali hata kidogo. Na hata Jemima alivyokata simu, mimi I don't care. Yani sikuwaza, sikujali yani. Sikumtafuta tena Jemima. Lakini nilishinda pale kazini, nilikuwa nina stress sana msikilizaji. Nilikuwa na stress kinoma noma. Yani hata nilikuwa sijielewi. Na mpaka inafika majira jioni, yani inafika ile muda wa jioni sana, ndio sasa nikarudi sasa kwangu moja kwa moja. Ilikuwa ndo siku ya kwanza mimi kurudi nyumbani kwangu mapema bila kupita sehemu yoyote ile. Ilikuwa ni kama kwenye majira ya saa 10 za jioni. Nilipoingia ndani, nilimkuta mke wangu alikuwa anasoma Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwanamke wangu alivyoniona kwanza akaacha kusoma Qur'an, akanisogelea. Aliponisogelea alinisalimia. Mimi nilimjibu kwa upole sana. Mwanamke wangu akaniambia, karibu sana mume wangu. Umewahi sana leo. Alafu hujaniambia, sijaandaa hata chakula. Ngoja basi niandae haraka chakula mume wangu. Yusra. Abe mume wangu. Hebu njoo kwanza hapa. Naomba unipatie simu yako. Simu yangu ipo kule chumbani. Hapo msikilizaji, mimi nikanyanyuka na kisha nikamshika mkono Yusra, nikapanda naye mpaka chumbani. Wezi amini, nikachukua simu ya Yusra kwanza. Nilipochukua nilikuta SMS za Jemima. Eti Jemima bado alikuwa anaendelea kumtukana sana mke wangu. Ya kwamba eti hata aroge vipi, eti kwamba eti mimi sijiwezi kwa Jemima. Eti kwamba mimi nampenda sana Jemima kuliko Yusra. Ndio hayo message ambayo Jemima alikuwa anayetuma kwa Yusra. Kisha Jemima akatuma message ya miamala, pesa ambazo namtumia, pesa ambazo za kiwango kikubwa, mamilioni ya hela ambayo namtumia Jemima. Yale message ya miamala yale akamtumia eti mke wangu. Yaani hiyo ndio alikuwa kama anamkomesha mke wangu, kwamba mimi namhudumia sana Jemima kuliko yeye Yusra. Aisee, acheni tu haya mambo, acheni tu msikilizaji. Na niliona kabisa tiki za blue, yani kimaanisha kwamba Yusra mke wangu kafungua zile message za Jemima, kaona vizuri zote, kazisoma zote vizuri, lakini hakuzijibu. Nikakuta mpaka message za rafiki yangu Roshi ambazo zimetumwa muda so mrefu. Roshi alimtumia message Yusra. Roshi alikuwa ameandika, Yusra wangu, unajua samahani, najua nimekuponza, ila amini kwamba mimi nakupenda sana na kungoja mno na lazima mimi nitakuoa. Nasubiri huyo mjinga akupe taraka, mimi nikuoe. Huyo mjinga achana naye, mwache anapotaka kuamua, na mimi nipo kwa ajili yako Yusra. Akikuacha tu umaliza hata wiki Yusra, mimi nakuoa. Hujui ni kwa jinsi gani mimi nakufikiria wewe Yusra. Rafiki yangu Yoroshi katuma haya message kwa mwanamke wangu. Na Yusra hizi message zote aliziona, yani alizifungua, lakini hakujibu. Alizisoma na wala hakuzifuta hizo message. I say, kama mtoto wa kiume nilimwangalia Yusra, nikaona Yusra anarudi nyuma, na hisi alidhani nataka kumzabuana. Yusra alianza kuogopa. Nilihisi kabisa anadhani kwamba mimi nataka kumpiga. Nikamwambia Yusra, sogea hapo, sogea.
Nisamehe mme wangu. Mme wangu nakuomba nisamehe. Ametuma message yeye mwenyewe, sio mimi. Mimi sijafanya kitu chochote mme wangu, nakuomba unisamehe. Hapo Yusra anaongea huku anarudi nyuma, maskini ya Mungu. Yaani ananiogopa. Nikamsogelea mke wangu na kisha nikamkumbatia kwa nguvu mno. Uwezi amini msikilizaji, mpaka machozi yalikuwa yananitoka. Nilijiona mimi ni mdhambi sana juu ya Yusra. Nilijiona mimi ni mkosefu sana juu ya huyu mwanamke, na niliumia kusema ule kweli. Niliumia. Nikaona na yeye mke wangu ananikumbatia huko analia. Tulilia kwa pamoja hii siku, hamwezi kuamini. Mtoto wa kiume kwa mara ya kwanza chozi lilinitoka. Nilijiona mimi ni mkosefu, alafu still bado mke wangu ananiomba msamaha, mimi ambaye ni mkosefu. Yaani kila mmoja nafikiri alilia na moyo wake. Japo mimi sikuwa nalia kwa sauti, ila mke wangu alilia kwa sauti mno. Mimi nilijikaza kiume, nikanyamaza, na kisha nikamvuta mke wangu mpaka kitandani, nikampakata, nikamfuta pale machozi yake, kisha nikamwambia, nisikilize mke wangu, nakuomba unisamehe sana. Najua ya kuwa nakutesa sana mke wangu, na najua nakufanyia mengi mno, na unayavumilia tu. Nakuomba unisamehe mke wangu, please, nakuomba. Nakupenda sana mke wangu. Nitaacha ujinga wote na nitasimama kama mume wako sasa. Please, nakuomba Yusra. Yaliyopita si ngwele. Nakuomba tugange yajayo. Nakuomba mno Yusra. Unayosema ni kweli mume wangu? Ndio mke wangu. Ndio, ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa mke wangu. Nakuomba uniamini mke wangu. Nitabadilika kabisa na nitaachana na mambo yote ya kijinga na nitasimama na wewe kama mwanaume. Nakuomba unisamehe sana mke wangu. Nakupenda mno. Nakupenda sana. Nakupenda Yusra wangu. Nakupenda mke wangu, na nakuomba ulijue hilo Yusra. Sawa mume wangu. Nimekusamehe kabisa. Na kila siku nilikuwa naomba kwa Mungu ya kwamba atufanye tuwe sawa na tuzidi kupendana mimi na wewe mume wangu. Na nilikuwa naamini hii siku itafika tu. Mimi na wewe tutaelewana. Asante mume wangu. Nimekusamehe na nakupenda sana Muniri wangu. Nakuomba unisamehe pia mume wangu pale nilipokukosea. Sawa mke wangu. Na mimi nikwambia tu ukweli, hakuna mahala popote ambapo umenikosea. Sasa nakuomba usilie mke wangu. Mimi ndo nimekukosea sana wewe. Naomba tuanze upya Yusra. Nakupenda sana na nakuhitaji sana mama. Naomba tuyamalize haya mke wangu. Kiukweli mimi nakupenda. Please. Please, nakuomba. Nakuomba yaishe. Na mimi nakuahidi mke wangu. Mimi namwacha Jemima sasa. Naongea ule ukweli kutoka moyoni mwangu. Mimi namwacha Jemima. Yesu anasema kwamba mimi kaniteka. Sasa mimi nakwambia mbele yako mke wangu, namwacha Jemima. Nataka kubaki na wewe tu. Sitaki mwanamke mwingine yoyote. Hapo niliposema hivyo, Yusra alinikumbatia kwa nguvu mno, na hapo bado alikuwa akilia. Basi nikawa namfuta pale machozi huku nambembeleza bado. Hii siku nilimpa penzi nzito mno mke wangu. Yaani nilimpa haswa na nilimfundisha na yeye kuifinyia kwa ndani. Nilimfundisha kama mke wangu unabana hivi unaifinyia kwa hivi. Mimi ndo napenda. Basi naye alifanya kama vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Mke wangu mtamu sana. Kwanza anabana, ana joto. Na huko nyuma sasa alivyofungasha. Yaani kiukweli kuna ile inafika stage unachepuka mpaka muda unajiuliza, mimi mwanaume nahangaika nini? Mbona mke wangu ana kila kitu? Mke wangu mbona mtamu? Mke wangu mbona ana joto? Mke wangu mbona anabana? Mke wangu mbona nyuma ana shepu? Mbona ana kila kitu? Sasa mimi nafuata nini kwa Jemima? Yaani kuna muda wanaume kaa tumerogwa. Napewa huba, napewa penzi ambalo kwa mchepuko silipati. Sasa mimi nini kinachonifanya niende kwa mwanamke wa nje? Kwamba si wanaume ndo tunaona ufahari? Leo nadinya huyu, kesho ndinya yule, kesho kute yule kule. Mwisho wa siku sometimes tunakuwa kama zumbukuku. Nyama ni ile ile. Hata Zuchu alimba, nyama ni ile ile. Vimezidiana ukubwa tu. Kule nyingine imeumuka kama sufuria, nyingine ndogo kama bakuli.
nyingine imekaa kama mtungi, lakini nyama ni ile ile. Sasa si wanaume nini kinachotufanya? Hii siku niliwaza mengi. Na hata nakumbuka msikilizaji, sikwenda kazini siku 3. Nipo tu ndani na mke wangu Yusra. Na tulikuwa tunafanya kila kitu kwa pamoja. Tulikuwa tunapika pamoja, tunaangalia movie pamoja. Yaani mpaka kuswali, hamwezi kuamini, na mimi nikawa na swali. Tulikuwa tunaswali wote. Nilijiona na mwanamke mzuri sijapata kuona. Tulikuwa tunapika pamoja. Tunasikiliza simulizi za Uncle Jay pamoja. Mpaka kuna muda mimi nikawa namwambia mke wangu, leo vipi Uncle Jay hajatuma simulizi? Hajatuma. Basi Uncle Jay akituma tunamwambia mke wangu, umeona imeingia simulizi bwana Uncle Jay. Tunafurahi. Tulikuwa ni watu wenye adabu na heshima. Hapo ndipo nikaanza kuliona tabasamu la mke wangu muda wote tukiwa tuko ndani. Hapo nilikuwa na enjoy na mke wangu, na simu yangu kwanza nilizima kabisa, sikutaka usumbufu mimi. Niliburudika sana na mke wangu Yusra, nilimfaidi mno kiukweli, na yeye muda wote alikuwa na furaha, maskini ya Mungu. Na hata mimi nilikuwa namfurahia mno. Nikaona sasa huyu ndo mwanamke, alafu mimi ndo nilitaka kumwacha. Hivi mimi na akili kweli? Kwa mimi nikimwacha Yusra, huyu mwanamke anaenda kwa Roshi. Tutauana wallahi nasema. Siwezi kumpa mwanamke wangu mimi. Hata dunia ipinduke mara 200, siwezi. Hapo zimepita siku 3. Siku ya 4 sasa ndo nikawasha simu yangu. Nilipowasha nikaona mameseji kibao yalikuwa yanaingia. Zinaingia pale message, ila sikutaka kuhangaika nazo kabisa. Yaani sikutaka kuangalia hata kidogo hizo message zinatoka na nani. Nikaongea pale na baba ya kwamba mimi nataka kuelekea Dubai na mke wangu Yusra kwa ajili ya kwenda kutuliza kwanza akili. Na mzee hakukataa wala nini. Akaniambia, kijana wangu, ni jambo zuri. Kuna muda lazima tuenjoy ili kutuliza akili zetu. Nikasema sawa baba. So unaenda na mke wako? Nikamwambia ndio baba, naenda na mke wangu. Nilipomwambia hivyo baba, nikaona baba anacheka kweli kweli. Yaani baba alifurahi. Nikajua baba lazima aweze kufurahi. Maana kipindi kile mimi nagoma kumwoa Yusra. Leo hii anakuja kusikia naenda na Dubai, naenda Dubai na Yusra. Lazima baba afurahi. Lazima. Kipindi kile mimi nilikuwa simpendi Yusra, hata kumwoa kwenyewe nilikuwa nalazimishwa, ila nao mambo yamebadilika. Nimeshakwama mpaka namuomba ruhusa. Nilikuwa namwambia Yusra, niache kwanza mama. Niache, yaani mimi ndo naomba ruhusa. Basi nilipomwambia mzee mimi naelekea Dubai na mke wangu Yusra, mzee akaniambia nakutakia kila laheri kijana wangu, wewe na mke wako. Nikasema sawa mzee. Basi bwana, kesho yake mimi nikamfanyia pale mke wangu mpango wa passport, na hazikupita hata siku 2 mke wangu akapata passport, nikampeleka Dubai. Huko ndo tulienjoy. Nilipiga picha nyingi mno mimi na mke wangu, yani sana tu. Ila ndo hivyo, mke wangu ni mtu wa kujistiri sana. Yani sana. Nguo za kawaida anavaa akiwa yuko na mimi tu. Yani ndo mwanamke wa hivyo, na nilimuelewa Yusra. Kazaliwa kwenye dini sana, yani sana. Basi tukiwa tuko huko hotelini na mke wangu, bado nilikuwa nazima simu yangu na nilizima simu yake pia. Sikutaka usumbufu wote. Watu waache tule maisha, tuenjoy, watu waache. Nakumbuka tukiwa tuko Dubai, mimi na mke wangu, kuna siku nilimnunulia nguo za ajabu mno. Yani zile nguo ambazo zinaonesha maungo yake yote ya ndani. Nikamwambia avae akiwa na mimi, tukiwa tuko ndani nikamwambia avae. Basi akavaa, wala hata kuwa na shida huyu binti. Basi mimi nikampiga pale picha sana. Anavutia nyie. Yani huyu yani hii piece ni mkali, sijui niwaambiaje. Basi mke wangu akasema, jamani mme wangu, usije kazipost hizo picha. So unaona nipo utupu kabisa. Nikamwambia no, siwezi kuzipost. Hizi mimi nataka niwe na enjoy mimi mwenyewe nikitulia ofisini kwangu. Mke wangu ni mzuri. Nikiwa niko mbali na wewe niwe na enjoy. Niwe na kumisi. Nikikumisi niwe naangalia hizi picha zako mama. Basi nilivyomwambia hivyo mke wangu yakawa anacheka tu. Yaani ilikuwa ni raha. Sijui mnanielewa? Yaani ni raha, acheni itwe raha. Basi tulikaa Dubai kama wiki moja hivi, tulikuwa tukienjoy tu. Kila mtu, mimi na Yusra, alikuwa akionyesha kwamba anamfurahia mwenzie. Baada ya hapo tukarudi zetu Tanzania. Basi tuliporudi Tanzania,
Tulifika tuko hoi, tumechoka. Mke wangu aliniambia, asante sana kwa kila kitu mme wangu, nimeenjoy, asante. Nikamwambia usijali mke wangu, utaenjoy zaidi ya hapa mke wangu, na utapata kile unachokitaka kipenzi changu. Sawa mme wangu. Basi sasa siku hiyo ndo niliwasha simu sasa. Nilipowasha simu nikakuta Jemima kanitumia message mengi mno. Na Jemima alikuwa analalamikia kwamba eti hanielewi siku hizi, eti nimebadilika. Sijamtafuta karibia wiki 2. Na kila yeye anaponitafuta mimi nakuwa sipatikani. Issue kama hizo. Kwa akawa analalamikia. Akawa anataka kujua nini kinachoendelea. Mimi wala hata sikumjibu Jemima. Nikamkaushia tu kimya. Maana kwa muda huo mimi moyoni mwangu nilikuwa nimeshamjaza mke wangu tu Yusra, na nilikuwa niko very serious ya kwamba sitaki michepuko tena, nataka kubaki na mke wangu tu. Nataka niwe mwanaume wa mfano. Nataka niwe mwanaume wa mfano. Mbona wanaume wengine wanaweza? Japokuwa wako wachache, wakina Ankojei wanaweza. Wanatulia. Hawana mambo ya mademu wengi. Why mimi nishindwe? Kwa nilikuja kugundua mimi nampenda sana Yusra. Yaani sana, nampenda kweli kweli. Na hii siku kwa mara ya kwanza niliingia kwenye akaunti yangu ya Instagram, nikamposti mke wangu. Lakini nilimposti picha zile ambazo akiwa amejistiri, na tena alikuwa amevaa nguo ya bei kweli kweli, ila sio majiba yake. So shape yake ilionekana vizuri tu, na sura yake nzuri ilionekana. Na kisha caption pale nikaandika, wendo kila kitu, my everything, na kupenda sana mke wangu, roho nyonga mkaliaini. Nilipoposti hivyo afu nikazima na simu. Kwa nikaacha huko taharuki Instagram, TikTok, wapi. Hapo nikamvuta mke wangu tukaenda kuoga. Sio siri, nilijikuta nampenda sana mke wangu, na aibu zake sasa nyie. Basi najikutaga na chekaga tu, maana hanaga shida kabisa Yusra. Yaani ni mpaka huo muda mimi sijui shida ya mke wangu ni nini. Yaani sijui. Maana kila ninachomwangalia namuona kama yule yuko sawa, yuko perfect. Yusra ni mvumilivu. Yusra ni ana upendo. Yusra ni mpole, ananipenda, msikivu, na ana adabu mno. Yaani sielewi nini ni binti kanyimwa. Achili kabisa. Basi tulivyotoka kuoga nikamwambia, nakupa simu, ila nakubadilishia laini. Maana muda wote huo msikilizaji, nilikuwa nipo na simu yake. Nilikuwa naogopa nitaibiwa na yule Roshi, yule rafiki yangu. So sikuwa nataka maongezi yao kabisa yaendelee. Kwa nikamwambia nakubadilishia laini. Uweze mimi. Huyu binti akakubali, akaniambia sawa mme wangu, hakuna shida. Basi kweli jioni ya hii siku nilienda naye Mlimani City. Nikambadilishia pale laini ili wapumbavu wote wasimpate mke wangu, na kisha tukala pale zetu dina, tukala kabisa huko, na kisha ndo nikarudi naye home. Alikuwa na furaha muda wote, na nilimwambia asigawe namba yake hovyo. Akasema sawa mme wangu. Yaani mke wangu si mtu wa mitandaoni, sijui kama mnanielewa. Hajui hata kama nimemposti, maskini ya Mungu. Yaani nadhani yeye haelewi lolote kama kapostiwa. Haelewi, hata hajui. Sasa usiku sana ndo nikaingia naye chumbani. Maskini ya Mungu aliwahi kulala. Nikajua zile pilika za safari zimemchosha. Hapo sasa ndo nikawasha simu yangu, nikaingia Instagram, nikaingia huko TikTok. Oya kulinoga. Nilichafua hali ya hewa. Kwanza mama ndo alikuwa wa kwanza kucomment kwenye post yangu, na aliandika mashallah, una mke mzuri wewe, una mke mzuri wa kila kitu mwanangu. Hiyo ilikuwa ni comment ya mama. Kisha baba naye alicomment akasema, Mungu akutunze kipenzi, akutunzie kipenzi chako. Kaka yangu naye akaja akacomment, michepuko must go. Tena brother yangu Amadi alivuka mkorofi akamtagi Jemima. Kaka yangu Amadi kweli kichwa kibovu. Yaani mpaka nilicheka. Aise, watu walimsifia sana mke wangu. Watu wananiambia umejua kuchagua. Aise, mtoto mzuri. Wengine wakanasema okay. Shemeji, sio poa. Analitanda. Basi mimi hapo hoi najisikia raha mwanamke wangu akisifiwa. Wengine wakaniambia, "Oya, mwanangu bwana wewe bwana mwenzetu unamwagilia pazuri." Yaani ilikuwa ni fujo tu kwenye comment. Yaani comment kama zote. Yaani nilikuwa nacheka. Wengine wakanasema bora ulivyoachana yule kahaba yule angekupotezea muda. Hapo alikuwa anamaanisha Jemima. Wengine wakanasema tuitieni Jemima huku. Yaani ilikuwa ni fujo mtindo mmoja. Muda huo Jemima akawa ananipigia sasa simu, na hata sikuogopa kupokea. Kwanza nilipona simu yake, nikapokea pale simu yake kwa mapozi, nikapokea halo. Ile napokea Jemima kwanza akanikaribisha na kilio, akaanza kulia, "Jamani, mimi nimekukosea nini wewe mwanaume? Mbona unanidhalilisha? Kwa nini unamposti mke wako na familia yako wanamsifia? Nauliza kwa nini unafanya hivi? Niambie, mimi nakupigia simu sikupati wiki 2. Kumbe ndio uliamua kwenda na mke wako. Vipi kuhusu mimi? Nakuuliza wewe mwanaume, vipi kuhusu mimi? Nataka nijue. Muniri nijibu, una mpango gani na mimi? Uliniambia utanioa."
Sikiliza Jemima, tena naomba unisikilize kwa makini mno. Mimi najua tumeanza mahusiano yetu muda sana, kabla hata ya huyo Yusra. Ila kwa sasa mimi ndo nakuomba tuachane. Sihitaji mahusiano yetu tena ya mapenzi. Sihitaji mimi nawe kila mtu achukue 50 zake. Kwa sasa ninataka kutulia na mke wangu tu, na wewe naomba ufanye maisha yako na mimi nipambane na maisha yangu. Hapana Muniri jamani, mbona mimi nakupenda, usiniache jamani Muniri, unaniumiza, please usinifanyie hivyo, usinifanyie. Nikamwambia sikiliza Jemima, naelewa kama utaumia, ila kwa sasa hivi siwezi tena kumuumiza mke wangu. Hajawahi kuwa na shida na mimi kabisa. Ananipenda muda wote mwanamke wangu, na mimi sasa nimechoka kumuumiza. Na ndio maana nakwambia kuanzia leo mimi sikuhitaji tena. Naomba kila mtu afanye maisha yake, please. Naomba tuelewane kwenye hilo. Sio, unanielewa? Aise, mimi nimemaliza. Kwa heri. Okay basi, sikiliza basi Muniri jamani. Muniri, mimi nioe hata mke wa pili, basi nitatulia na wewe Muniri. Mimi nimekubali nioe mke wa pili. Nikamwambia sikiliza Jemima, hapana. Umechelewa. Mimi kwa sasa sihitaji matara Jemima. Mke wangu ananitosha. Mke wangu ndo mke wa kwanza, mke wangu ndo mke wa pili, mke wangu ndo mke wa tatu na kuendelea. Yaani anafiti kila idara. Nataka atulie sana. Aache kutukanwa na wewe. Sijui unaelewa, wewe una mdomo mchafu, wewe unajua kumtukana mwanamke wangu. Sasa mimi sikuhitaji tena, ili mwanamke wangu apate amani ya moyo. No, nakuomba Muniri usikate simu jamani. Muniri, mimi ni mjamzito na mimba yako. Kwanza nilipanga kukuambia ili siku ya birthday yako kama surprise. Inakuaje sasa, ndo na mimba? Kwa nini itoe ama vipi? Bwana mimi nataka nikuzalie bwana. Nikamkatia hapo simu. Hivi nyinyi mnaamini kweli Jemima ana mimba? Nakuuliza wewe msikilizaji, unaisikiliza hii simulizi, unaamini Jemima ana mimba? Nijibu basi msikilizaji, nakuuliza tena, Jemima ana mimba? Jibu hapana. Au jibu lako ndio? Nilimkatia simu. Sikutaka haya mazungumzo mke wangu ayasikie. Haya mambo ya mimba tena itaanza kuleta shida kwenye ndoa yangu. Alafu nikamwangalia mke wangu, nikaona mke wangu bado alikuwa amelala. Ni kweli alikuwa kalala mrembo wangu. Basi nikanyanyuka pale, nikaingia zangu msalani, nikampigia Jemima. Sasa haikuchukua muda, Jemima akapokea. Nikamwambia Jemima, nakuomba uniambie ukweli, una mimba ama unanitania? Bwana, mimi nina mimba ya miezi 2. Kama uamini, kesho nifuate tukapime hospitali yoyote ile, yoyote unaotaka wewe. Okay, nisikilize, kesho nakuja nijue kama kweli una mimba. Sawa. I say, mpango wa kuachana na Jemima ulishindikana sasa. Yaani namwachaje mwanamke tayari ana mimba yangu? Alafu hapo nilikuwa sina mtoto. So nilikuwa nina kimuhemuhe cha kupata mtoto, nyia cheni tu. Basi mimi nikarudi zangu kitandani kulala, nikamsogelea mke wangu Yusra, nikamkumbatia. Hapo nikawa naanza, je, ni kweli Jemima ni mjamzito au Jemima ananidanganya tu ili tusiachane? Unajua nikawa nawaza sana. Kweli kesho yake asubuhi na mapema nilimwaga mke wangu ya kwamba naenda kazini tena. Na nilimwaga kwa mabusu ya kutosha, lakini akawa anacheka tu. Eti alikuwa ananionea aibu. Jamani Yusra, nikamtumia pesa nyingi mno kwenye simu yake mke wangu, na kisha nikamwambia hiyo ni pesa yako ya ziada na kuomba utumie kwa kila chochote unachokitaka. Na kisha nikamwambia na kuomba ujiandae, baadaye nitamtuma dereva akupeleke shopping, akakuchukulie vitu kidogo ambavyo unavitaka wewe. Mke wangu akaniambia sawa mume wangu, nashukuru na uwe na kazi njema. Nikamwambia sikiliza, yule mjinga yule Rosh akikutafuta, naomba uniambie mara moja, na ole wako kae kimya kwenye hili. Umenibadilishia line mume wangu, hawezi kunipata. Nikamwambia anaweza akakutafuta kwa njia nyingine. Please naomba usiache kuniambia mke wangu. Na wivu na wewe. Oho. Sawa mume wangu, nitakwambia akinitafuta. Nikamwambia okay sawa. Hapo nikatoka nikaenda kwa Jemima sasa. Na wala sikwenda kazini. Nilipofika kwa Jemima sikutaka hata maongezi naye. Nilienda moja kwa moja hospitali. Yaani nilimchukua nikaenda naye moja kwa moja hospitali bwana. Tena ya daktari ambaye mimi namuamini sana. Akapimwa. Majibu si yakaja. Jemima mjamzito. Tena kweli ujauzito wa miezi 2. Nilichoka msikilizaji. Sikutamani kuzaa na Jemima kwa sasa. Maana akili tayari ilishakuwa imerudi kwa mke wangu, na nampenda sana mke wangu. Yaani hata Jemima nilikuwa namuona wa kawaida sana. Hakuwa ananishtua kama mwanzo.
ila sasa ndo ishatokea. Jemima ana mimba yangu ya miezi 2. Unadhani tunaachanaje? Au mimi namwachaje akiwa na mimba? Lo. Basi bwana, nikamrudisha Jemima mpaka kwake, nikaingia naye ndani. Jemima akaniambia, "Baby, naomba tulee mtoto pamoja na niko tayari mimi unioe niwe mke wako wa pili na kuzalia." Hivi Jemima huyu si ndo aliringa huyu? Nilipokuja kumwambia kwamba ni moe awe mke wangu wa pili kwenye kile kipindi. Sasa saizi sina mpango naye, ndo nioe mke wa pili. Nikamwambia, "Sikiliza Jemima, mengine nimeshakuelezea jana. Kwa sasa naomba tulee mimba kwanza, na ukishajifungua nitaangalia nini cha kufanya. Hebu toa kwanza mawazo ya mimi kukuoa wewe mke wa pili." Kwa hiyo nao mimi hunipendi unampenda mke wako, si ndio? Na ndio maana unampost. Nikamwambia, "Sikiliza Jemima, hebu tuachane na hizi mada. Habari za mke wangu tuachane nazo. Niko mimi na wewe hapa. Naomba tukiangalia hiko kiumbe kinachokuja." Hapo mara baada ya kujibizana na Jemima, nikanyanyuka nikaelekea zangu kazini. Kiukweli msikilizaji, sikuwa na jinsi na sikuwa naweza kukataa mimba ya Jemima, maana Jemima ni mwanamke wangu. Sasa nakataaje? Na mzigo nilikuwa nakula sana tu. Sasa naanzaje kukataa? Kwa ikabidi nianze kuhudumia mimba ya Jemima, maana sikuwa na jinsi. Ila kwa huu muda huu ndoa yangu ilikuwa ina amani sana, na hata kwa Jemima sikuwa naenda kabisa, na nikisafiri kwenda kikazi hata siku 2 naenda kwa mke wangu. Tena nilijikuta mimi bila Yusra siwezi. Na huyu mwanamke hakuwa na shida kabisa. Yusra hajawahi kunikasirikia, maskini ya Mungu. Nikimuudhi yeye atakaa tu kimya, na baada ya muda ataflash, yani ataskip, atanichekea na maisha yanaendelea kama kawaida. Yusra ni mwanamke anayependa kufurahi muda wote, hata kama kuna magumu anapitia. Yeye ndio yukogo hivyo mke wangu, anapenda kunionyesha tabasamu, anapenda kunionyesha nuru. Anajua wanaume tunapitia mengi. Tunahitaji faraja, tunahitaji upendo, tunahitaji kubembelezwa, tunahitaji kupetiwa. Basi bwana, nakumbuka siku hiyo nimerudi zangu nyumbani. Nilikuwa nimembebea zawadi kama zote mke wangu. Nimefika alinipokea vizuri sana huku akinifurahia. Nilimpa zawadi zake na akafurahi sana, na akaniambia asante sana mume wangu, na kisha akanikaribisha pale chumbani na akaniambia nikaoge kwanza kwa ajili ya kutoa uchovu. Basi kweli nilienda kuoga na kisha nilivaa na kisha tukaelekea dining nikiwa nimemshika mkono mke wangu. Tulipofika pale akatenga chakula, tukala kwa pamoja, tena tukiwa tuko tunafuraha sana. Na baada ya chakula mimi na mke wangu tukaelekea zetu wapi? Sebleni. Na tukacheza pale game sana tu. Hai, mambo ya kucheza game Yusa alikuwa hajui kabisa, ila mimi mwenyewe ndo nilimfundisha. Basi tukacheza games pale sana tu, na usiku sana ndo tukaingia zetu chumbani, mimi pamoja na mke wangu. Na nikamwomba mchezo, nikamwomba game, maana nilikuwa nimemisi sana mke wangu, na yeye wala hata kuwa na shida. Alinipa mchezo mpaka niliporidhika. Yaani mpaka niliporidhika mimi ndo nikamwacha. Sasa hajui kukataa huyu mwanamke. Yaani kama dunia nzima wanawake ungekuwa hivi, sisi wanaume yani tungekuwa hatufi mapema. Mwanamke anakupa tu pale unapotaka. Nasikia huko kwenye ndoa huko kuna watu wanateseka hadi miezi 3, miezi 2 wananyimwa. Sasa mtu unamuuliza, wewe unamnyimia mume wako nini? Unamnyimia nini? Utasikia sina mudi, hisia hazipo. Hisia hazipo wapi? Mungu kakuleta duniani, unamnyima na mwenzio. Wewe siku ya mwisho unaenda kuulizwa kule. Kwa nini ulikuwa unamnyima mwenzio, utajibu nini? Nyi wanawake wote ambao mnawanyima wenzenu shenzi zenu, nyi mnatunyima hivi vitu vya utamu, mnajua namna gani sisi tunapitia. Bora unyimwe vyote, lakini sio unaiona afu unanyimwa. Kwa mimi nilikuwa wewe uje uninyime? Kuweni kama Yusra. Basi bwana, tulivyomaliza pale kudinyana tukaenda kuoga na kisha tukarudi zetu kitandani. Nilimkumbatia mke wangu, nikamwambia mke wangu, naomba tulale mke wangu, maana nimechoka sana na kesho nataka kuweza kuingia kazini, please nakuomba. Pole sana, naelewa mme wangu umechoka, ila kuna kitu nataka kukuuliza mme wangu. Kuna kitu nataka kuniuliza? Sawa, niulize mamangu. Kitu gani? Mme wangu, kwani umerudiana na Jemima? Kwanza hapo nilishtuka kusema ule kweli, maana hili swali lilikuwa ni zito, alafu sikuelewa mke wangu kawaza nini au kuna nini mpaka nauliza hivyo. Ila nilijikaza kiume nikamwambia mke wangu, hapana, mimi sijarudiana na Jemima kabisa.
But kwa nini umeniuliza hilo swali mke wangu? Kwa nini umeniuliza kama nimerudiana na Jemima? Jemima akanipigia simu leo mchana. Anasemaje? Kaniambia umerudiana naye. Na kaniambia na mimba yako. Ni kweli mme wangu? Jemima na mimba yako? Aise, niliwaza hivi, Yusra ni mwanamke wa aina gani? Tangu nimerudi hapa hajanionyesha utofauti wowote, na kanipokea vizuri kweli kweli. Tumekula kwa pamoja, tena tukiwa tuko tuna raha, na tendo la ndoa kanipa bila hata ya shida. Alafu kumbe ana kitu hiki moyoni mwake kimemkaa. Aise, mpaka mimi sasa nikajishtukia. Yaani mpaka nilipata aibu. Acheni, sijui niwaambie vipi muweze kunielewa. Mpaka nilipata aibu. Ila sasa unajua tena ndo mwanaume, kwa nikakaza, nikamwambia sikilize mke wangu. Jemima alikupigia muda gani? Alikupigia muda gani kwani? Alinipigia mchana mme wangu. Msikilizaji, nilijua kabisa lazima Jemima katika kumpigia mke wangu hiyo mchana kumuelezea haya, ni lazima itakuwa kamtukana mke wangu, ila sasa mke wangu hawezi kuniambia. Na nikajua kabisa Jemima ni anachezeaga sana simu yangu nikifika kule kwake, na anajua password za simu yangu. So nikajua kabisa ni amechukua namba mpya kwenye simu yangu, kachukua namba ya mke wangu kwenye simu yangu. Kwa nikajua sasa hapa Jemima yuko kapanga kuniharibia kwa mke wangu. Hapo mimi kwanza nikamshika mke wangu mikono, nikamwambia hivi, mke wangu, naomba unisikilize mimi mumeo. Nakuomba unisikilize na unielewe vizuri kabisa mimi mumeo. Nakuomba unisikilize. Mimi kwa sasa nakupenda wewe Yusra, na siwezi kukudanganya kwa chochote kile. Nakupenda sana. Na mimi nakwambia ule kweli kabisa. Mimi sijarudiana na Jemima na wala hana mimba yangu. Sio kweli Yusra, mimi nakwambia ukweli. Labda tu anataka kutuharibia tu mke wangu. Hapo nasema hivyo, nikamwona mke wangu Yusra anatokwa na machozi. Machozi anamtoka machoni mwake. Nikamwambia no. Usilie mke wangu, nakuomba usilie. Nakuomba uniamini. Mimi sina mahusiano tena na yule mwanamke. Nimeachana naye kabisa, na nakuomba usimsikilize. Nakuomba usimsikilize. Hapo msikilizaji, nilikuwa ninayaongea haya, lakini hata mimi moyoni mwangu nilikuwa naumia. Kwa nini namuumiza tena mke wangu? Why? Wakati tulishakuwa tuna furaha, tuna amani kwa sasa. Why? Aise, kuna muda nilijiona nazingua mno. Nilijiona nazingua. Mke wangu akaniambia, sasa sawa, wewe utembei na Jemima, na wala Jemima hana mimba yako. Jemima kapataje namba zangu na wakati umenisajilia laini mpya? Hapo kwanza nilibaki kimya. Ni kweli mke wangu sio mtu wa mitandaoni kusema labda Jemima kapata namba mitandaoni. Mke wangu hana marafiki. Mke wangu muda yote yuko ndani na laini yake ni mpya, namba yake nayo mimi. Haya, Jemima katoa wapi hii namba? Kwa baya anafanya kazi kwenye makampuni ya simu, au labda Jemima ndo alomsajilia laini mke wangu? Kwa hili swali nilipopigwa nilibaki kimya. Yaani hata sielewi hata hili swali nalipindisha vipi. Yaani hata uongo wenyewe ukawa umenikimbia. Nilijikuta napata kigugumizi cha ghafla. Nilishindwa hata kuongea kusema ule ukweli. Nikaona sasa hapa nikae tu kimya. Mke wangu akaniambia, mme wangu, najua sana wewe kumwacha Jemima huwezi, ni kwa sababu nampenda, na ndo alikuwa mwanamke wako wa maisha kabla hata yangu mimi. Mimi nimeingilia tu kati, si ndio? No. Haiko hivyo mke wangu. Hapana, sikiliza. Hebu alafu mbona hayo tulishaongea mama? Hayo si alishaisha. Hebu nisikilize Yusra mke wangu. Hebu sitamke maneno kama hayo. Unaniumiza mimi mwenzio. Sasa naomba unisikilize mke wangu. Nakuomba usilie. Sawa? Usilie Yusra wangu, usilie. Ukilia wewe mimi naumia mama. Si unajua vile ambavyo nakupenda. Mimi hata sielewi namba zako kampa nani mke wangu. Sielewi. Yaani kikweli kabisa mimi hapa mbona mimi sina mahusiano na huyo mwanamke? Na namba zako mimi sijui kapata wapi kusema ule kweli. Msikilizaji, hata ungekuwa wewe hapa unarukaje? Kidume ilibidi nikane. Asa mimi namwambiaje ukweli mke wangu ya kwamba kweli Jemima na mimba yangu? Thubutu. Basi mwanaume nikakataa kabisa, kata ya kwamba sina mahusiano na Jemima wala hana mimba yangu.
Mke wangu akaniambia unakataa tu mume wangu, lakini ukweli Muniri, wewe ukweli unaujua. Nikasema ni uongo bwana mke wangu, mimi sio kweli bwana. Hebu naomba uniamini mke wangu. Mbona unapenda kusikiliza maneno ya watu? Wewe kwani unataka unisikiliza mimi mumeo? Sawa. Acha nikuamini mume wangu. Maana mimi siwezi kumwamini Jemima nikaacha kukuamini wewe ambaye ndo mume wangu. Swadakta mke wangu. Na nashukuru kwa kuniamini na kunielewa, okay? Nipe simu yako kwanza. Basi wala mke wangu hakuwa na shida. Alinipatia simu yake na mimi hapo akanipa, nikatoa line yake. Nikaona watakuja kuniulia mke wangu tena kwa kulia, yani atalia mke wangu mpaka atakufa. Nikaona hapa kesho nitamsajia line nyingine tena. Kwa nikatoa ile line kwenye simu, nikamsogeza mke wangu, nikamkumbatia. Nikamwambia naomba unisikilize sana kipenzi changu Yusra. Nakupenda sana. Sawa mume wangu, nakupenda pia. Basi kweli nikamkumbatia mke wangu. Nikaona mbembeleza alale sasa. Ila binafsi nililala na hasira na Jemima. Yaani nilikuwa nalala lakini nilikuwa nina hasira mno na Jemima. Nikasema huyu kubabake kesho kudadiki mimi namka naye. Yaani kesho asubuhi na mapema nipo kwa Jemima. Yaani nguvu ya yeye kuchukua namba za mke wangu kwenye simu yangu kazitolea wapi? Kampigia mpaka mke wangu, kamwambia upuuzi wake. Nikasema mimi kesho kudadiki zake namka naye na atanijua vizuri mimi ni nani. Basi tukalala mimi na mke wangu Yusra. Asubuhi na mapema sana niliwahi kuamka mno. Yaani hata mke wangu nilimwacha yuko kitandani. Mimi nikajiandaa haraka pale, kisha nikamwamsha mke wangu. Nikamkisi pale kwenye paji lake la uso, kisha nikamwambia na kuomba mke wangu, mimi niondoke naelekea zangu kazini. Akaniambia sawa baba, hakuna shida. Ila samahani nimelala sana leo, nimeshindwa kukuandalia nani breakfast mume wangu. Nikamwambia no. Usijali, pumzika mke wangu. Na hata hivyo leo mimi na haraka sana. Yaani kama ni chai nitaenda kunywa huko ofisini. Wala tosiwaze mke wangu. Relax, pumzika. Sawa mume wangu. Hapa karudi kitandani. Basi mimi sasa kabla hata sijaenda kazini, mimi moja kwa moja kudadeki kwanza nikaenda kwa Jemima. Fika pale piga oni kama zote. Jemima kaja pale akanifungulia mlango. Nikaingia wala hata sikumuuliza. Yaani alivyonifungulia tu mlango nikamkamata. Sikumuuliza. Kudadeki. Ile limeshika nikamvuta, nikampa kofi la kushoto. Haja kofi la kulia. Kichwa. Nikamwasha mtama kule chini. Kama hata nikamnyanyua. Sikutaka maongezi. Mbwa kabisa huyu, hana adabu. Sasa nilimwasha makofi, nilimtandika. Msikilizaji, ukiona mwanaume anapiga mpaka mchepuko wake, ujue mchepuko kazingua. Basi akana no, mimi na mimba yako unanitesa, unatewe, mimi mjamzito, utaniumiza, Nikamwambia wewe unamfanya kila siku mke wangu analia. Sasa leo utalia wewe mpumbavu. Kama wewe ni mjamzito utazaa kabla siku zako leo. Aise, nilimkanyaga, uongo zambi. Nilimkanyaga, sikujali ana mimba wala nini. Nilidunda. Msamana. Jemima na umodo wake. Na kujifanya mtoto wa mjini katotoka 2000. Nilitia makofi. Nisame mimi nakufa mimi. Nisame Muniri utaniua, sirudi. Nikajua kumbe huyu mpumbavu anajua anachokifanya. Nikasema wewe fala iwe mwanzo na mwisho kumpigia tena mke wangu, kumwambia upumbavu wako, ole wako. Unanielewa? Yaani sitaki kusikia hata kidogo unampigia mke wangu. Sitaki unamueleza chochote kile. Ni wewe mwenyewe ndio umejiachia, umebeba mimba. Mimi nilikwambia nataka kuzaa na wewe. Sija kuomba hata siku moja unizalie. Sasa nakuomba tuheshimiane. Maswala ya kumfanya kila siku mwanamke wangu analia, siwezi kukuvumilia tena. Nitakuja kukuua Jemima, afu hutoamini. Pumbavu kabisa wewe. Sawa, si ndio unampenda sana mkeo, unampenda kuliko mimi. Mimi nikamwambia okay sawa. Nampenda sasa kuliko wewe. Na maana mimi unijali. Nikamwambia okay sikujali. Basi sawa mimi naenda kutoa hii mimba, sitaki kuzaa na wewe. Wewe mpumbavu unamtisha nani? Katoe wewe mweu nini? Unamtishia nani? Wewe usinitishe mimi. Wewe unadhani ukitoa mimi ndo nini sasa? Mimi nafyatua wengine kwa mke wangu, shida iko wapi? Kwanza ukitoa ndo utanipumzishia. Mwanzo nishachoka kupelekeshwa na wewe. Mweu nini wewe? Wewe ukinizalia si ndo utaniua kabisa wewe.
Tena ukitaka na hela kutolea nakupa. Pumbavu kabisa. Wewe unanitisha mimi kutoa mimba? Hapo kwenye kwanza napiga na vigelegele na kana sherehe ukitoa. Mwewe lione kwanza. Hili vipi? Hapo msikilizaji, nilikuwa nimechukia kweli kweli. Nilikuwa naongea kwa hasira. Maudemu ananizoea huyu. Yaani yeye kisa anajua password yangu ya simu. Kwa hiyo ndo anapekua simu yangu. Anamtambia mke wangu. Kwa sababu yeye anamuona mke wangu mimi ni mpole. Huyu fala nini? Hapo sasa nikasepa zangu, lakini nilikuwa na hasira kweli kweli. Nilikuwa na hasira mno, yani sana, siwafichi. Nikaelekea moja kwa moja kazini kwangu. Hapo na hasira zangu zote nikaelekea ofisini. Hata wafanyakazi wangu usiku walijua kabisa leo boss kavurugwa. Maana nilikuwa nimevimba. Nimejaa kweli kweli hasira. Nikafika mpaka kazini. Kitu cha kwanza nikachange kwanza password kwenye simu yangu. Maana huyu kahaba huyu nitakuja kumuua siku moja. Hapo nikampigia mke wangu. Maana najua kabisa jana hakuwa sawa. Nikampigia kapokea. Nikashusha kwanza pale pressure. Nikamwambia mke wangu umeshamka? Nimeamka, nilikuwa nafanya usafi. Vipi mume wangu, umefika kazini salama? Ya, nimefika salama kipenzi, nimefika salama. Nashukuru kabisa. Sawa, niambie mume wangu. Nimekumisi tu mke wangu, nimekumisi. Sawa, ila naomba ruhusa leo, natamani nikamtembelee mama kule Bunju. Sasa hapo nikajua namuongelea mamangu mimi, yani mamangu mimi mzazi. Yani kule nyumbani kwetu kule ndo anataka kwenda. Nikamwambia okay sawa, wala kuna shida. Nitakutumia dereva hapo, atakupeleka wewe jiandae. Ila tunakuomba upendeze mke wangu. Mama asija kanisema, "Oho, mama kinisema hapa itakuwa balaa." Mimi sitaki bwana, nakuomba uvae upendeze sana ndo uende kwa mama. Sawa mume wangu. Nitapendeza sana mpenzi wangu. Hapo sasa msikilizaji, nilishakuwa najielewa ya kwamba nampenda nani? Nampenda Yusra, namjali sana mke wangu. Kwa kila weekend alikuwa anakuja msusi kumsuka mke wangu home. Ila ndo mke wangu hataki kusuka rasta. Si mnamjua mke wangu ana dini sana. So anasuka nywele zake zile na bado anapendeza na anakuwa mrembo kweli kweli. Basi nilipomaliza pale kuongea na mke wangu, nikampigia kijana wangu Sarungi na kisha nikamwambia akamfuate mke wangu ampeleke home. Sarungi akaniambia sawa boss. Basi mimi hapo nikampigia tena mke wangu, nikamwambia jiandae maana dereva anamfuata. Akaniambia sawa. Nikamwambia ila haulali huko kwa mama na kufuata nikitoka kazini. Akaniambia jamani, si nikae hata siku 2 kwa mama. Nikamwambia hapana bwana, mimi nitakuwa nalala na nani bwana? Sitaki kusikia hizo habari bwana. Wewe ni mke wangu bwana. Sawa. Basi nilipomaliza pale kuongea na simu na mke wangu, mimi nikawa niko busy na kazi nyingine. Ukapita muda mke wangu akanipigia akaniambia kwamba tayari yuko kwa mama na nikamwambia sawa, nitakufuata majira jioni. Basi bwana, mimi sio mtu wa mitandaoni kabisa. Yaani naingia kwa mitandao kwa uchache mno. Sasa nikiwa niko kazini, yani kama mida ya saa 10 hivi za jioni, na karibia kumaliza kazi zangu, Sarungi akanipigia simu. Kwa nikampokelea. Sarungi akaniambia bosi, mtandaoni kumechafuka. Nikamwambia kivipi? Ingia mtandaoni bosi, ingia mtandaoni. Ile naingia nakuta Jemima ni alikuwa amefanya interview na alikuwa amewaelezea watu ya kwamba yeye ana mimba yangu. Tena Jemima alichokifanya mpaka zile kadi za hospitalini akawa amezionesha hadharani kwamba baba wa ile mimba ndo mimi Munir. Kila kitu alikuwa amekiweka hadharani. Tena alivyokuwa mshenzi huyu mwanamke. Kuna siku huko nyuma nilimpigia kuhusu maendeleo yake ya mimba. Kumbe alinirekodi alafu mimi sikujua. So nilisikika kabisa yani kwenye hiyo interview naulizia maendeleo ya mtoto wangu aliyoko tumboni mwa Jemima. Oya, nilichanganyikiwa. Wa kwanza kumwaza msikilizaji wezi amini alikuwa ni mke wangu Yusra. Moyo wangu ulifanya pa. Nikamwaza babangu. Unajua sisi ni wafanya biashara huwa hatupendagi skendo. Skendo zinaweza zikatuharibia soko. Yaani skendo hizi ni mbaya. Nilivurugwa kama kwa dakika 2 hivi mdogo, sikuwa najielewa. Muda huo nikaona simu ya babangu ananipigia. Sikushika simu. Yaani alichokifanya Jemima ni kama yule mwanamke wa yule Dulivani sijui. Mara baada ya kuachana na Dulivani, yule bidada akaanza kuzunguka media tour, radio yote anazunguka kwenda kuelezea ameachana na Dulivani. Ndicho ambacho na mimi kimenikuta. Jemima anafanya media tour.
Leo unamkuta yuko Clouds, leo unamkuta yuko Wasafi, kesho yuko Crown, kesho kutwa yuko East Africa. Yani anazunguka hizi radio zote, yuko EFM kwenda tu kuzungumzia ili swala la kwamba ana ujauzito wangu. Haraka sana ikabidi nimpigie Sarungi. Nikaambia Sarungi, natoa dakika 20. Hizi media zote ambazo ametembea, sitaki kukiona kitu mtandaoni kuhusu hizo interview. Sitaki kuona interview ya Jemima kwenye interview yake yote aliyofanya. Safisha uchafu wote mitandaoni. Hapo Sarungi akaniambia, boss, sawa boss, hamna shida. Nyie hapo nakata simu. Kaka naye kakangu Hamadi alikuwa ananipigia. Nikaona wao watanivuruga. Nilikuwa nimeshachanganyikiwa mno. Hapo Jemima akanitumia message. Jemima akaniambia, "Sumenipiga. Kisa nimemwambia mkeo ukweli ya kwamba mimi na mimba yako. Sasa sio mke wako tu, nimeamua kuiambia dunia nzima ijue kwamba mimi na wewe tunazaa. Kwa hiyo uchaguo ni la kwako, kuniua au kuniacha hai. Niko nyumbani karibu anytime." Aisee, nilichoka na sikuelewa nafanya nini. Muda huo mamangu naye alikuwa ananipigia simu. Nilikuwa naogopa hata kupokea simu ya mamangu. Mamangu namueleza nini? Sikuweza kuipokea ile simu. Nilibaki nimeganda tu na simu ya mama ikaita mpaka ikakata. Mama alipoona sipokee simu yake, alinitumia message akaniambia, "Njoo nyumbani Munir, uje kuongea na mke wako, au unataka mke wako afe kwa kulia?" Namjua mke wangu. Mke wangu kulia ni dakika 2. Nikaona hapa ngoja kwanza nikatengeneze ndoa yangu, nikaongea na mke wangu. Kwa nilitoka ofisini, uweza mimi wafanyakazi wangu wote walikuwa wananiangalia. Nilikuwa jao kinoma. Basi mimi nikaingia ndani ya gari yangu na safari kaanza kuelekea kwa bi mkubwa, sasa kwa mamangu mzazi. I say nilikuwa nimevurugwa kinoma noma. Jana yake nimetoka kumkatalia mke wangu kwamba mimi sijafanya chochote. Sina mahusiano na Jemima wala hana mimba yangu. Leo Jemima kakiwasha huko kwenye interview. Sielewi naiweka wapi sura yangu. Mshenzi ule Jemima kaniweza ise. Basi nikaendelea karibu mpaka nyumbani, nikafika home kwa wazazi. Nilipofika nikashuka, nikaingia ndani. Ise nilimkuta baba na mama wako pale sebleni. Ila mzee alikuwa amekasirika vibaya mno. Babangu mzazi akaniambia, "Kwa hiyo wewe bado ulikuwa unaendelea kwenye mahusiano, ulikuwa unaendelea kutembea na mahusiano na yule binti kahaba, na tulichakukataza sisi wazazi wako, si ndio? Manake ni bado ulikuwa uko bado kwenye mahusiano naye. Hivi wewe mtoto una akili kweli wewe? Unamwacha huyu mke wako mzuri, unaenda kuzaa kwenye ukoo gani ule? Mwanamke gani ule? Hivi wewe Muniri, wewe una nini wewe? Nakuuliza Muniri, wewe una nini?" Aisee, mpaka hapo sikuwa najibu kabisa la kumjibu. Nikamwambia, "Baba, nakuomba unisamehe. Nimekosea baba." Hivi wewe unawaza kweli wewe juu ya maendeleo ya kampuni zetu? Muniri, umeshaanza kuwa na skendo chafu. Unadhani nani atakuja kuwekeza kwenye kampuni zetu? Na kuuliza, kwa nini haya mambo tunayaongelea kila siku lakini wewe hauko makini? Na kuuliza wewe Muniri, hata kama unatamana wanawake, lakini sio kwa yule mwanamke mjinga yule kama Jemima. Unazitia aibu kampuni zangu, unatia aibu jina langu Muniri. Unamtia aibu mama yako, unatutia aibu familia nzima. Aise, kwa nini unafanya hivi? Msikilizaji, nilijikuta nimebaki tu kimya. Nilikuwa nimeinamisha macho chini, sikuwa na lolote lile la kuweza kufanya. Sikuwa na la kumweleza baba. Zaidi tu nilipiga magoti nikamwambia, "Samahani baba, nimekosea." Muda huo nakiri msamaha mbele ya babangu. Baba aliniangalia kwa hasira mno, kisha akanyanyuka akaingia chumbani kwake. Aisee, nilijisikia vibaya mno na nikaona kabisa kweli mimi nimezingua pakubwa mno. Jemima ni anapenda sana kiki, anapenda sana trendi za mitandaoni. So yeye hajali lolote. Kwa aliamua kufanya lake ili endelee kuwa on trending. Jemima anapenda awe anaongelewa mitandaoni.
Mama yangu mzazi akaniambia, hivi we mwanangu, ni kweli yule kahaba na mimba yako, si ndio? Aise, hapo nilibaki kimya. Mama akaniambia nisikilize Munir, mimi binafsi simtambui kabisa huyo mtoto wako atakayezaliwa na Jemima. Yaani hayupo kabisa kwenye akili yangu, na hata kaa akarithi chochote kile. Nadhani unaelewa Ndio mama, naelewa. Mama, nakuomba unisamehe. Hapo mama akaniangalia kisha akanisonya. Akaniambia, nenda kwa mke wako. Yupo kule chumbani kwako, nenda. Aise, haraka mimi nikakimbia mpaka chumbani. Chumba ambacho kwa hapa nyumbani mimi ndo kilikuwa chumba changu. Yaani nikija hapa kwa wazazi wangu ndo nafikiaga hiki chumba changu, ndo nalala humo. Aise, nilipoingia kwenye iko chumba nilimkuta mke wangu ni amelala chali. Yaani kalala kabisa usingizi, ila machozi yalikuwa yanamshuka. Yaani ilionyesha nikalia mpaka kalala. Basi mimi nikasogea mpaka pale, nikatoa leso yangu mfukoni, nikaanza kumfuta machozi yake mke wangu nikiwa ninajisikia vibaya sana. Mke wangu alifumbua macho, aliponiona akageuza sura kwa upande mwingine. Yaani ni kama vile hakutaka kabisa kuniangalia. I say, hii ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza tangu namjue Yusra nimemuona kitendo hiki ndo ananifanyia leo. Yusra mke wangu huwa anamkosea sana, ila bado huwa ananivumilia na tunaongea na ananisamehe, ila hili nilikuwa naona kabisa limemuuma mpaka kawa hataki kuniangalia. Na sio siri, niliumia sana kama mwanaume. Nikamwambia mke wangu nisamehe. Ili kuna muda mpaka nikawa naomba msamaha, naona aibu. Yaani mimi kila kukicha naomba tu msamaha kwa mke wangu. Yaani ile msamaha yenyewe sasa ikawa kama haina uzito kwa mke wangu. Kila kukicha nisamehe, mke wangu nisamehe, mke wangu nisamehe. Kwa pale kabisa tuna mke wangu nisamehe sana mke wangu. Usinikasirikie tafadhali, nakuomba unisamehe sana mke wangu. Please nisamehe. Nisamehe mno mama. Hapo msikilizaji, mke wangu ni amegeukia upande wa pili kabisa. Akaniambia, kwani ulinidanganya jana? Si nilikuuliza na ukanihakikishia kabisa kwamba sio kweli? Hapo kwanza niliona aibu, nikakaa kimya. Akaniambia, sawa, nenda kalele mwanamke wako na mimba yake, maana mimi sijakuzalia. Nenda kamlee mtoto wako. Hapo mke wangu ni alikuwa anaongea huko analia. Aise, nilikaa pale kitandani na kisha nikamuinua mke wangu. Tukawa tunaangaliana hivi, maskini ya Mungu. Mke wangu alikuwa kalia sana mpaka macho yake yamevimba, tena mpaka sura imevimba. Nikamwambia mke wangu, nilikuwa ni kabla sijaachana naye ndo nilimpa hiyo mimba. Sikuwa na jinsi, na nilihisi nikikwambia utaumia sana mke wangu. Ni bora ungeniambia jana kuliko leo. Leo ndo nimeumia zaidi. Basi au nakuomba uniache ukawe na huyo Jemima kama yeye ndo anayekupa furaha. Mimi naweza nikakuruhusu ukawe naye tu. Thubutu. Nikamwambia, nisikilize mke wangu, mimi siwezi kukuacha wewe, na hilo nalijua. Hata kitokee nini Jemima. Unaona? Unamtaja na Jemima. Nisamehe Yusra. Nilichokuwa namaanisha hata kitokee nini Yusra, mimi nakupenda wewe mke wangu. Nakuomba uniamini. Mengine haya ni bahati mbaya tu. Nisamehe malkia wangu. Kuna muda shetani anatupitia, na mimi nakuahidi sitarudia tena. Please mke wangu, nakuomba unisamehe. Bahati mbaya tu nimeteleza mke wangu. Ni mara zote Muniri na kuamini. Japo najua wewe sio mkweli, lakini huwa nakuamini. Wewe sio mwanaume wa kuaminika, ila huwa najifunza kukuamini. Lakini kila siku unanilipa baya. Munir, nitavumilia mimi mpaka lini?
na wakati umeshindwa kumwacha Jemima na unampenda sana. Mimi naona ni vema tu ungekuwa naye. Nenda ukawe na Jemima na sio mimi. Na kama wazazi ndo wanalazimisha wewe kuwa na mimi, basi mimi nitaongea nao wakupe uhuru wako kwa sasa, maana mimi naumia, nateseka. Muniru, unaniumiza. Ama kosa langu ni kukupenda? Aise mke wangu, sijui hata nilio. Aise mke wangu alilia kwa sauti. Nilimbembeleza mno. Nilimaliza maneno yote ya kubembeleza, ila mke wangu nilikuwa nalia tu, na wala hata halikuwa hanyamazi mpaka akaingia mama humu chumbani. Mama kaniambia, toka nje. Toka nje, mimi niongee naye. Aise hapo mimi ilibidi nitoke, lakini na mimi macho yalikuwa yamenivimba kwa machozi. Nilikuwa najisikia vibaya sana kwa ambacho nimekifanya. Aise nilitoka mpaka nje kabisa ya nyumba, nilikaa kwenye bustani ya maua, ila sikuwa sawa msikilizaji. Sikuwa sawa. Basi mama aliongea sana na mke wangu, yani sana, mpaka usiku wa saa 4 ndo mimi ndo naingia ndani na mkuta mama anambembeleza mke wangu pale dining, na mimi nikaenda sasa kukaa pembeni. Mke wangu wala hata hakunitazama kabisa, nikawa najiongelesha tu pale, eti mke wangu kula, basi kula mke wangu, ila ye mke wangu wala hakuwa na muda na mimi kabisa. Basi alipomaliza kula nikamwambia, naomba twende nyumbani sasa. Hapana, sihitaji kwenda nyumbani. Mimi leo naomba nilale kwa mama. Aise ilikuwa ni mara ya kwanza pia mke wangu kunikatalia kwa kitu ambacho mimi ninamuomba. Nikamwambia okay sawa. Tena mama akaniambia, muache kwanza mwenzio. Nikamwambia sawa mama. Msikilizaji, ukweli ni kabisa mimi nasema hata mimi kuondoka sikuweza. Nikataka kulala naye pale pale, ila mama akaniambia hapana, wewe nenda kalale chumba kingine, mkeo bado ana hasira sana na hebu muache. Nikasema sawa mama. Kweli mimi nikaenda kulala chumba kingine, na usiku huu Yusra akalala na mama, maana Yusra hakuwa sawa. Kwa hata mama aliogopa Yusra anaweza akajidhuru. Kiukweli mimi huku chumbani sikulala. Huu usiku nilimtumia message nyingi sana mke wangu Yusra kumwomba msamaha, na nilimwambia nimekosea sana mke wangu, na kuomba unisamee. Nisamee mno mke wangu, nakupenda sana na nakuhitaji haswa, na kuomba unisamee mimi mumeo, kwa hakika nimekukosea sana. Niliomba msamaha, lakini mke wangu hakunijibu message hata hiyo, hata moja. Na wakati aliniblutiki kabisa, yani kazisoma na kaziona, nikajua nikasoma na hajajisikia kunijibu. Jamani, moyo uliniuma sana, yani mno. Nikajua kweli leo nimemkwaza sana mke wangu, na niliona kabisa yeye mke wangu anaamini kabisa kwamba mimi simpendi yeye, kwamba mimi nampenda sana Jemima. Kumbe wala sio kweli. Mbona mimi nimebadilika? Mbona mimi nishakuwa mume mwema? Mbona mimi nishakuwa mtakatifu? Basi sikumbuki hata usingizi ulinipita saa ngapi. Asubuhi na mapema niliamka kinyonge sana. Nilienda kuoga na kisha nikabadili nguo, nikatoka sebleni. Sasa nilipotoka sebleni namkuta mama alikuwa anaongea na mke wangu, na mke wangu ni yupo kawaida tu. Basi mimi nikamsalimia mama kwanza, na kisha nikasogea alipokuwa amekaa mke wangu, nikakaa pembeni yake, nikamshika mkono wake mke wangu, nikamsalimia. Nilitegemea kwamba mke wangu atanikaushia. Uweze mimi msikilizaji, hakunikaushia, aliniitikia japo hakunichangamkia. Nikajua bado huyu ana kitu moyoni. Basi baada ya muda dada wa kazi akaja pale, alikuja kutuita kwamba chai ni tayari sasa tukanywe. Basi mama pale akanyanyuka, mke wangu akaelekea naye dining. Yani mama akanyanyuka na mke wangu akaelekea dining, na mimi nikafuata nyuma, na kisha mzee naye akaja pale mezani. Kwa tukawa tunakunywa chai kwa pamoja, ila bado mke wangu hakuwa sawa kabisa. Yani nilikuwa naona kabisa nilikuwa nina kazi nzito mno ya kufanya. Baada ya chai sasa, baba akaomba kuongea na sisi, yani mimi na mke wangu pale sebleni, na kweli tukaelekea uko pale sebleni. Na kubwa zaidi ni kwamba baba aliniombea msamaha kwa mke wangu, na alimwambia mke wangu anisamee kwa sababu ameona kabisa kwamba mimi nampenda sana yeye. Lakini mke wangu akaniangalia sana mimi, akasema tu sawa, nimekusamea mume wangu.
Nilipata amani mno moyoni mwangu. Nikampigia goti mke wangu. Kwa mara ya kwanza nilipiga magoti mbele ya mke wangu, mbele ya wazazi. Nikamwambia nashukuru mno mke wangu. Nashukuru mno kwa huu msamaha wako, na nakuahidi mbele ya wazazi wangu hao, mimi sitakuangusha tena na sitakuchiti mke wangu, nakupenda. Hapo mke wangu akaniambia naamini hivyo mume wangu, nakupenda pia. Nikamwambia nakupenda mke wangu. Basi mke wangu pale akaninyanyua pale nilipokuwa nimepiga magoti, na kisha mie nikamvutia karibu yangu, nikamkumbatia mbele ya wazazi wangu, mpaka mke wangu ndo akawa sasa anaona aibu. Si mnajua tena mke wangu alivyokuwa na aibu nyingi. Basi baada ya hapo wazee walitusihi sana tuishi vizuri, na walinisema sana ya kwamba hawataki kusikia lolote kuhusu Jemima, na hawamtaki kabisa. Na kuhusu huyo mtoto wa Jemima wao hawamjui na hawamtaki kwanza, kwa sababu ni mtoto wa nje ya ndoa. Nikasema sawa, nimewaelewa wazazi wangu. Basi hapo mimi nikamchukua mke wangu Yusra, tukarudi nyumbani. I say, ilikuwa hivi ukiniona nilikuwa najiongelesha kama mwehu. Muda wote nafanya kuangalia tu kama mke wangu hajanisikia. Yani sijui niombe. Nilikuwa najiongelesha kama chizi. Nilikuwa nataka nimpime mke wangu bado amenikasirikia au hajanikasirikia. Kweli mke wangu Yusra ameskip hili jambo au bado ako nalo moyoni. Na hata tulipofika nyumbani wala hatukuyakumbushia kabisa, ila Yusra aliniambia anataka amani tu kati yetu, so niwe mwadilifu katika ndoa yetu. Nikamwambia sawa mama. Basi mke wangu akaanza pale kufunga na kuswali sana, na akaniambia ananiombea ndoa yetu ifanyaje, isiteteleke tena. Niliona kama mke wangu nimepata mke, yani huenda kwenye hii dunia nzima mimi peke yangu ndo nimepata mke, ila tu huenda labda mke wangu bado hajabahatika kuwa na mume ambaye anamtaka, ndo maana anakesha kuswali. Nikasema mimi na mke niache mawenge, na mke wangu bado hajabahatika kunibebea mimba, ila mapenzi tu huyu mwanamke anayejua. Na mpaka nafika stage ninakuwa nina hofu, huyu mke wangu anavyoswali sana hivi, mwisho wa siku huenda akawa ananisemelea kwa Mungu huyu. Unajua mke wangu nikiongea na hivi maneno maazidi 5 lazima alitaje neno la Mungu, ndio yuko hivyo. Basi bwana, nilikaa na mke wangu kama siku 3 ni kumtuliza tu, kumweka sawa, na mke wangu akawa sawa kabisa ndani hizo siku 3. So mimi ndo nikaanza kwenda kazini. Kiukweli mimi nilipanga kumkaushia Jemima kabisa, yani na mtoto mwenyewe, kama vipi mimi nimsusie tu nifanye maisha yangu. Na tena nakumbuka kakangu Hamadi aliniambia hakuna mwanamke pale, achana naye, yule ni kahaba tu mkubwa, achana naye, wewe tulia na mke wako. Nikamwambia fresh kaka, wala kuna shida wala nini. Sasa nikawa niko busy sana na mke wangu sana, tena sikuwa na muda hata kidogo na Jemima, na nikamblock kabisa Jemima, namba zake zote. Sikutaka kujihusisha naye kwa lolote. Ni kweli na mimba yangu, ila nilishaona ni mwanamke ambaye hana nia njema kwangu, so nikaona dawa yake huyu nampotezea na sitakuwa na habari naye kabisa. Basi bana, ikapita kama wiki 2 nipo zangu tu biza na mke wangu. Nilikuwa nimeshamuongezea mapenzi mno, tena nampenda kweli kweli, isiwafichi na waambieni ule kweli. Nilikuwa nikirudi hivi kwangu nilikuwa nina amani, nilikuwa nina furaha, yani ndio kitu ambacho kilikuwa kimetawala ndani ya ndoa yangu. Basi bwana, nakumbuka siku moja niko zangu kazini, nashangaa tu namba mpya inanipigia. Mimi binafsi sipendi sana kupokea namba ngeni, na sipokeagi. Hata washikaji zangu wananijua kwamba mimi ukinipigia kwa namba ngeni sipokei simu. Labda tu utume message, naweza nikapata muda kidogo nikasoma, ila namba ngeni waga sipokea kabisa. So mimi sikupokea ile simu, ila sasa ile namba ikatuma message. Niliposoma nikajua ni Jemima, ndo kanitumia ile message, na katumia namba mpya kwa sababu za kwake zile za zamani nimeshamblock. SMS aloituma alikuwa amesema, kwa hiyo nataka kujua utahudumia mimba yako ama nitoe. Hili swali msikilizaji sikujiuliza mara 2, nikamwambia toa kwanza, sitaki kuzana wewe tena katika maisha yangu. Oh, kumbe basi, okay sawa, nitakuonyesha. Wewe unajifanya huyo mkeo unampenda sana. Sasa bomu lako linakutulia muda so mrefu na kuandalia soon. Chai yako inachemka. Bomu litakulipukia wewe. Usicheze mbali na Instagram yangu. Nikamwambia ni kaaba tu na uweze kunitisha mimi hata kidogo. Na kwa sasa mke wangu anajua kila kitu kukuhusu wewe. Kwenda zako bana wewe. Achana na mimi kwanza. Wewe mshamba nini? Hapo nikablock ile namba, na mara baada ya kuiblock nikaifutilia mbali. Huyu mshenzi yani kila siku ananiharibia mimi ndoa yangu.
hapa ananichanga na mstai tu. Nitaka nimtie kashfa hiyo limenikwamia hapa tu. Basi mimi nikafanya kazi zangu pale. Nilipomaliza kazi zangu kwenye ofisi hii ya kwangu, kaka akanipigia simu na akaniambia yuko kwake ila anaumwa sana, so kuna kazi ni lazima niende nikajadili naye huko. Ni wala hata sikuwa na noma, nikamwambia poa brother anakuja. So muda huo ilikuwa ni majira ya saa 10. Kwa mimi nikajiandaa pale kuchomoka ofisini kwangu. Sasa hapo nikawa nikitoka ofisini naelekea kwa kaka brother Ahmadi. Ila sasa kabla sijaenda kwa kaka, nikampigia simu mke wangu nikamuelezea kwamba bwana mimi naenda kwa brother mara moja. Akaniambia sawa, wahi kurudi basi, nimekuandalia chakula kizuri mno. Nikacheka nikamwambia sawa mpenzi, wala tosijali nitawahi. Basi chap, mimi nikaelekea zangu kwa brother Ahmadi. Nilipofika, shemeji alinikaribisha vizuri mno. Basi kaka akawa ananitania pale. Baba Yusra huyo. Bro ananitania hivyo, mimi nikawa nacheka tu. Nikamwambia kaka bwana, karibu dogo langu vipi? Nikamwambia fresh tu, leta project chap tuangalie, nataka kuwahi kwangu bwana. Nimechoka sana. Wacha kwa mwanangu, siku hizi mwanangu hutaki kuchelewa kabisa, yani kurudi kwako. Wakati unaambiwa ukamoe kipindi kile Yusra, wewe ulikuwa unagoma wewe. Sasa hizi amekunogea mambo moto, mtoto wa Kinyaturu yule. Kabia kaka, mimi nimekuja tujadili bwana kazi bwana. Kama unaanza tena kuongelea mambo mengine bwana, mimi nitaondoka ujue. Sasa hapo kaka akawa anacheka, mkewe naye akasema shemeji karibu chakula kwanza. Nikamwambia asante shemeji yangu, ila nipo sawa kabisa. Japokuwa hapo msikilizaji sikuwa nimekula, ila sikutaka kushiba, maana najua mke wangu atakuwa kashaendelea ule chakula kingi mno, na mke wangu anajua kupika vizuri. Bro akamwambia mke wake, bwana sikiliza, huyu dogo huyu hawezi kula hapa, anaenda kula kwa mkewe huyu tena na Yusra. Kaka aliposema hivi mimi nikawa nacheka, nikamwambia bwana shemeji usimsikiliza bwana bro hapa bwana, sio kweli bwana. Shemeji akabaki anacheka tu pale. Basi kaka akaenda kuchukua pale laptop yake, tukaanza kufanya ile kazi. Ilikuwa ni kazi ya pesa ndefu, na ndio maana sikutaka hata kuiacha kabisa, maana kaka ni mzembe sana, anaweza kasababisha kampuni isiingize pesa ndefu kama hii bure tu. Basi mpaka saa 12 hivi za jioni tukawa tumeshamaliza pale kupitia ile kazi. Na hapo msikilizaji, Sarungi yule kijana wangu wa kazi akanipigia simu. Nikavuta simu nikapokea. Nikamwambia ndio, kuna issue gani? Sarungi akaniambia bosi, naona Jemima ni kama vile kanani kamchafua mke wako kwenye mitandao. Ase pale fast nikakata kwanza simu haraka, nikaingia mtandaoni. Sikuamini msikilizaji. Zilikuwa ni picha ambazo ni za mke wangu, zile ambazo amevaa nguo za ajabu zile nguo za nusu utupu ndio zilikuwa zimesambaa mitandaoni. Yaani hakuwa utupu kabisa, alivaa nguo lakini zile za kikahaba zile, si mnajua zile. Kwa sababu kama mtakumbuka vizuri tulivyoenda Dubai, nilimvalisha nikaambia ukiwa uko nani na mimi, hebu vaa kwanza hivi nikuone. Sasa zile picha mimi ndo nilimpigaga tukiwa tuko Dubai, na zilikuwa ndani ya simu yangu. Ina maana Jemima alizichukua pia hizi picha. Aise niacheni tu aise. Jemima akaposti zile picha na caption kaandika, huyu ndio kahaba aliyeniibia mwanaume wangu Munir, ila nimemrudisha kwangu. Munir karudi kwangu, na soon mimi na Munir tunakuwa wazazi. Munir ni baba kija, maana hili kahaba halizai. Aise, ni alijua kumdhalilisha mke wangu. Mazee, kama kuna siku niliwahi kuambia nilichanganyikiwa, basi sikuchanganyikiwa kama hivi leo nilivyochanganyikiwa. Na kilicho nivuruga sio kingine, ni ile kumdhalilisha mke wangu, na mke wangu anavyojistiri. Akiona hizi picha, nitamweleza nini Yusra? Na ili hali wakati nampiga hizi picha Yusra aligoma, ila mimi ndo nilimlazimisha mke wangu, na mke wangu alikubali kwa sababu yangu.
maana aliniamini kwamba mimi ni mumewe, haziwezi kutoka kokote. Leo picha zimefika kwa mchepuko wangu na mchepuko kaziposti. Hey. I say, kakaangu Hamadi aliponiona nimezubaa hivi, kaka Hamadi akanipora simu yangu. Si ndo naye akaona zile picha, akasema toba. Wadogo, huyu si mke wako Yusra huyu? Imekwaje? Mbona sielewi? Mbona yuko mitandaoni? Wakati niko hapo na mimi sielewi, Sarungi yule kijana wangu akanipigia simu, nikapokea. Lakini kusema ule kweli msikilizaji, hata kuongea nilikuwa siwezi. Sarungi akaniambia, kaka tulia, natafuta watu wakahaki akaunti ya Jemima kwanza, wafute zile picha, maana zinasambaa kwa kasi mno, kisha tutaipoteza hii akaunti ya Jemima. Aliniambia hivyo Sarungi, lakini kusema ule kweli sikuwa na la kusema, nilichoka kila kitu. Muda huo mama yangu nikaona ananipigia simu. Mungu wangu. Niliogopa hata kupokea simu ya mama, niliogopa. Kaka akasema, dogo, mbona sielewi? Imekuwaje? Mbona hizi picha za shemeji yangu Yusra ni mbaya? Zimefikaje mitandaoni? Nikasema, kaka, hizi picha nilimpiga mimi mwenyewe mke wangu, tukiwa tuko vacation Dubai. Jemima ameiba kutoka kwenye simu yangu, kamposti mke wangu, kamchafua. Brother, naisi kufa brother. Jemima. Hapo brother yangu sasa Hamadi akaniambia, oya, huyu mwanamke ni chizi huyu Yaani akaamua kumdhalilisha mwanamke mwenzie kisa mwanaume. Dogo, sikiliza, kahaba kama huyu anajua je password yako? Huyu Jemima ni kahaba tu. Ipo siku dogo utanielewa, unahangaika naye sana huyu. Wa nini? Haona sasa leo anamdhalilisha mke wako wa ndoa. Na kila siku anakuzulia mabalaa mapya kwa mitandaoni. Mimi Yusra yule shemeji yangu sijawahi kuona hata kiganja chake cha mkono. Leo hii nakuja kuona makalio yake yako hadharani huko mitandaoni. Oya Muniri, mwanangu bezingua. Nilichanganyikiwa. Alafu muda huo Jemima akanitumia message. Jemima akawa ameandika, wewe umemwaga mboga, mimi nimemalizia kumwaga ugali. Hapo nikamtumia message Jemima, nikamwambia utakufa katika mikono yangu, kahaba mkubwa wewe, na kuwa pia utakufa. Hapo Jemima akanijibu kwa kunitumia emoji za kucheka, yaani ananicheka. Nilichanganyikiwa mno. Na muda huo mke wangu Yusra akawa ananipigia simu. Nikajua kimeshawaka huko. Mungu wangu. Nilijikaza nikapokea ile simu ya mke wangu. Nikasikia mke wangu analia kwa nguvu mpaka niliogopa. Nakumbuka Yusra aliniambia, Munir, nini hasa nimekukosea mimi? Nini nilichokukosea Munir mpaka nafika stage kunidhalilisha kiasi hiki? Nilivurugwa kusema ule kweli. Akili lihama, nikawa kama vile chizi. Nikamwambia mke wangu nakuja nyumbani tuongee vizuri. Nakuja mke wangu. Hapo Yusra akasema kwa hasira, unakuja kufanya nini? Naomba ufute picha zangu please Munil, sitakuelewa. Ninauthamini sana mwili wangu kuliko kitu chochote. Kama wewe umeshindwa kuniheshimu na kunithamini kama mkeo, basi mimi najiheshimu sana, please. Hapo mke wangu akakata ile simu. Muda huo baba naye akawa ananipigia simu. Niliogopa hata kupokea simu ya mzee. Nikajua hapa kitawaka tu muda wote na saa yote. Maana mzee katoka kunisema juu ya huyu mwanamke. Sijamaliza hata wiki nyingi kimenuka tena.
Nilivurugwa. Nilimwanza mke wangu Yusra, nikasema kaka, nakuomba unipeleke kwa mke wangu. Nipeleke kwanza kaka, nikaongea na Yusra wangu. Niamini atanielewa tu. Hapo hata kuendesha gari nilikuwa siwezi, na kweli kaka kanichukua haraka sana tukaondoka kuelekea kwangu. I say, ile tunaingia tu kwangu. Fungua hivi mlango, ukiingia pale sebledi, namkuta mke wangu Yusra ni analia vibaya mno. Analia kweli kweli. Nikasema, Yusra mke wangu, nakuomba utulie na unisikilize mimi mumeo, nakuomba. Ase, hii siku ndo nilijua Yusra akichukia anakuaje. Ndo hii siku akaniambia nikusikilize. Nikusikilize nini? Unaona mimi mjinga? Munir, nimevumilia mambo yako mangapi ya kijinga, nikijua kwamba utabadilika na hizo tabia zako za kishenzi, lakini wapi, kumbe upo vile vile, unajifanya unanipenda, kumbe unaninafikia tu. Unachukua picha zangu unaenda kumpa mwanamke wako anidhalilishe kwenye mitandao. Munir, kuanzia leo sikutaki, sikuhitaji. Kuanzia sasa wewe sio mume wangu, mjinga mmoja wewe. Na hapa nakwambia hivi, sitaki maneno yako ya uongo na unafiki. Nataka taraka yangu, tena zote 3. Sikutaki tena. Taraka tena? Taraka ya nini sasa? Nikamwambia, bwana nisikilize bwana mke wangu. Hebu naomba unisikilize. Nisikilize kwa makini bwana. Mi kweli kabisa nimekosea, kweli nimekosea mke wangu. Lakini basi nisikilize kwanza. Yaani unajua, hutakiwi kufika huko mbali mke wangu. Wewe hujui ni nini hapa kimetokea. Hujui nini kimetokea mpaka mimi mpaka imekuwa vile mama watoto. Nisikilize Munir. Hivi unajua umenidhalilisha kwa kiasi gani wewe? Yaani unaenda kumpa picha zangu mwanamke wako, ananianika katika mitandao. Ina maana kukaa kote kule na mie. Na sasa karibia mwaka hujajua mimi ni mtu wa namna gani, si ndio? Unajua babangu ni imam, leo hii anakwenda kuonyesha picha zangu kama zile. Wazazi wangu watanielewa nini? Watanielewa vipi? Familia yangu nitawaeleza nini? Kaka zangu wakiniona watajisikiaje? Naomba niambie Munir. Munir, nakuomba unisikilize kwa makini. Sihitaji hii ndoa, nahitaji talaka yangu. Hapo sasa brother wangu, kakangu Ahmadi, ilibidi aingilie kati. Akaambia, shemeji Yusra, shemeji tulia kwanza bwana. Shemeji punguza hasira. Kweli hapa mdogo wangu kakosea, lakini haya mbona yanaongeleka? Na ndio maana niko hapa shemeji, nimekuja tuyamalize haya. Mbona kudai talaka? Shemeji, mbona huo ni uamuzi mgumu sana, eh? Hapo kaka ndo anazungumza hivyo, anambembeleza nani? Anambembeleza Yusra. Mimi nikaingilia kati pale. Nikasema, eti kaka, mwambie basi Yusra kaka nielewe. Mwambie kaka. Yusra akasema, shemeji, mimi nakuheshimu sana wewe. Sitaki maneno, nimesema sitaki kuongea chochote na yoyote. Ninachokitaka kwa sasa anipatie talaka yangu tu. Simtaki tena, nimesema. Uona hisi itakuwaje msikilizaji? Jamaa hatakiwi. Na wanasemaga mwanamke kama huyu akishaika msimamo wake, yaani anakuvumilia, unampiga matukio anakuvumilia we. Siku akija kusema it's over, inakuwa it's over kweli. Ndio ikogo hivyo. Wewe unamwona kazi mpukuku, unampiga matukio, baby nisamee, nimekusamee. Unamchiti, nimekusamee. Piga, nimekusamee. Sasa siku akisema bwana sikiliza, tena yeye ndo anaanza kusema it's over, naomba taraka. Hiyo haina swali ya mtume. Hiyo ni Munir kimemlamba. Mimi sijui nini kitaendelea, lakini katika sehemu ya 6 tutapata kujua penzi la Munir na Yusra. Bye bye.